kuwaambia wakina mama ambao nyinyi mna uzoefu wa ulinzi kutokana na uzoefu wa uzazi. Unatunga mimba, unailinda kwa miezi 9, unajifungua kwa uchungu, katikati ya uchungu unamlinda mtoto asiumie, atoke salama. Alafu akizaliwa unamlinda kuanzia akiwa mtoto mchanga, unamlea mpaka akifikishe umri wa utu uzima, usiku na mchana unamlinda na hatari zote. Nyinyi kwa kweli katika siku hii yenu nataka kuwaambia mna uwezo mkubwa sana wa ulinzi. Sasa taasisi hii ambayo mmeapa kuilinda iko katikati ya mashambulizi makali. Taasisi hii kwa mujibu wa katiba yake imeundwa ikiwa na dhamira ya kushika dola, ndio lengo kuu. Taasisi hii ni chombo cha kiuchaguzi na chombo cha kiuongozi cha maendeleo na maisha ya watu. Sasa chaguzi za mwaka 2019 serikali za mitaa na chaguzi ya mwaka 2020 chaguzi mkuu na uchaguzi wa mwaka 2024, zote hizo ziliitwa uchaguzi, lakini kimsingi hazikuwa uchaguzi. Kwa sababu hazikuwa uchaguzi, mali ya thamani kubwa zaidi kwa nchi ambao ni uchaguzi wa kupata viongozi ambao watashughulika na mali zetu na maisha yetu, mali zenu na maisha yenu na ya watoto wenu. Hiyo mali kuu ya thamani kuliko zote, rasilimali kuu ambayo ikichezewa rasilimali nyingine zitaporwa, iwe madini, iwe ardhi, iwe bandari, iwe misitu, iwe haki. Hiyo mali ya thamani kubwa kweli imeporwa kwa vipindi vitatu, na sasa kuna dalili zote za wazi kwamba serikali ya Rais Samia ina dhamira ya kupora rasilimali hiyo, haki hiyo, mali hiyo kwa mara ya 4. Sisi viongozi wenu kupitia kamati kuu tarehe 2 mwezi Desemba, baraza kuu lililopeleka hoja kwa mkutano mkuu tarehe 21 mwezi Januari, kupitia kamati kuu tarehe 4 Februari, kupitia tamko lililotolewa na mwenyekiti wa chama kwa niaba yetu sote kwenye hotuba ya taifa tarehe 12 mwezi Februari, kupitia msisitizo uliotolewa na mwenyekiti na sisi viongozi wakuu wengine katika mazungumzo na wahariri tarehe 2 mwezi Machi, tumelieleza taifa na tumekieleza chama nchi nzima. Sasa uporaji wa rasilimali hii muhimu ni mwisho, haki hii muhimu ni mwisho. Na kwa sababu hiyo ajenda kuu zaidi ya chama kwa sasa, chama na mabaraza na vyombo vyake vyote, ni no reform, no election. Sasa kwa sababu uamuzi umekwisha fanyika, mimi nimepewa jukumu la kuzungumza kwa ufupi. Nilipotumiwa ujumbe niliambiwa nizungumza kidogo kuhusu no reforms, no election, sauti ya mwanamke inavyoweza kusababisha mabadiliko. No reform, no elections, sauti ya mwanamke inavyoweza kusababisha mabadiliko. Nitaibadili kidogo hii mada kwa hotuba hii fupi tu kwa kusema no reform, no election,
nguvu ya wanawake kuleta reform. Kwa hiyo nitazungumzia no reform, no election, nguvu ya wanawake kuleta reform. Sababu pengine ya dalili zilizokuwepo wakati huo, zilizokuwepo kwenye mazungumzo ya maridhiano, wengine wakiona matumaini, wengine wakiona mashaka, lakini BAWACHA mkafanya uamuzi wa kumpa rais tuzo, mkiamini kwamba ingempa motisha mwanamke mwenzenu, na aliyekuwa mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Mbowe akaitoa kwa niaba yenu. Tuzo ya BAWACHA mtampa motisha, atafanya vizuri zaidi. Lakini ile motisha badala ya kuwa motisha imekuwa uharibifu zaidi. Na mimi naamini kwamba katika hatua hiyo viongozi wa BAWACHA mlilagaiwa na mwanamke mwenzenu, mligilibiwa na mwanamke mwenzenu, na mkaamua kutoa tuzo mkiamini kwamba tutapata reforms, kutakuwa na uchaguzi huru na haki, demokrasia itapanuka zaidi ya kufunguka tu kwa mikutano ya hadhara na kuachiwa kwa wafungwa wa kisiasa na hakikisho la usalama wa wakimbizi. Lakini mwanamke mwenzenu mliyemwamini akawa mnafiki. Toka 2023 sasa ni 2025. Sitaki kuwa kwenye hili, siwezi kuwaelekeza, ila naweza kuwashauri. Kwa kweli anastahili kuvuliwa ile tuzo aliyopewa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2023, kwa sababu yale aliyoyaashiria hayakuwa kama alivyoyaashiria. Kwa hili nilisemee tu by the way. Nizungumze kuhusu nguvu ya wanawake kuleta reforms kwenye mkakati wa no reform, no election. Mimi naona nyinyi wakina mama na vijana wa kike, wanawake kwa ujumla wenu, wazee kwa vijana wa kike, mna nguvu kubwa tano. La kwanza, mna nguvu ya wingi, 51%, wanaume 49%. Mkiweka pembeni tofauti zozote, wanawake wote, sio ndani ya ukumbi huu tu, wanawake majumbani, wanawake wote, mkisema kwamba kwenye jambo la reforms za kuhakikisha uchaguzi huru na haki, tunataka reforms kabla ya uchaguzi, sauti yenu ni sauti kubwa zaidi, kwa sababu nyinyi ni wengi. Mna nguvu ya pili. Hata kama mngekuwa na wachache, lakini wanawake mna sauti kweli kweli. Mna uwezo wa kupaza sauti, mna uwezo wa kupiga kelele, mna uwezo wa kulalamika. Na ukitaka kujua hilo, kila mmoja ajifikirie akiwa nyumbani au akiwa kwenye kikundi, taasisi fulani, alafu kuna ugomvi kati ya mwanamke na mwanaume, nani anayeongea zaidi? Nani ana sauti zaidi? Mwanamke, si ndio? Wakati mwingine mna uwezo wa kuongea asubuhi mpaka jioni. Sasa tunaomba huo uwezo wa kuongea asubuhi mpaka jioni, kama ulikuwa unatumia 70% kuongea umbea, ubuyu, basi punguza umbea, ubuyu 10%, 50% au 70%. Zungumza kuhusu no reform, no election, no reform, no election, no reform, no election, no reform, no election. Nguvu ya tatu, mna mvuto na ushawishi, uwezo mkubwa sana wa ushawishi wa hali ya juu kokote pale mnapokwenda kuzungumza.
Itumieni hiyo nguvu ya ushawishi. Nguvu ya 4, na hii ni ya kifiziolojia na kisaikolojia. Mna uwezo wa kufikiri na kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa mna uwezo mkubwa sana. Itumieni hiyo nguvu. Sasa nitasema uitumie namna gani. 5, mna uwezo mkubwa sana wa uvumilivu. Yaani ukitaka kupima kiwango chenu cha uvumilivu, nimwambie rafiki yangu Boniface pale abebe mimba miezi 9. Au nimwambie naibu katibu mkuu wetu na naibu katibu mkuu wangu, tunaomba kwa manufaa ya chama, mesema Chadema utailinda. Chadema hii 2015 ilikuwa kuna bunge wengi 71, kashuka kidogo kwa 70 ukaendelea kushuka. Tulikuwa tunapanda. Ghafla 2020 tukaambiwa kwa matangazo yao, tuna mbunge mmoja wa jimbo 19. Nataka kuambia nini? Kama walipiga hatua waliotupeleka 2020, alafu wengine wakawa napiga hatua aliyotupeleka 2024, nataka kuambia wakina mama, ndoto zenu za kuwa wabunge, tunazungumza usawa wa kijinsia. Kama kungekuwa uchaguzi huru na haki, Chadema ndio chama kilisimamisha wagombea wa majimbo wanawake kuliko chama kingine. Na hatari hiyo nyinyi ndiyo mnahitaji kukilinda chama kuliko mtu mwingine yoyote katika taasisi yetu ya Chadema. Sasa mkilindeje? Tarehe 3 mwezi wa 3 niliandikia waraka ujumbe wa ndani kwa wanachadema wote juu ya vipaumbele vyetu vitatu: stronger together, tone, lakini kipaumbele kikuu kikiwa no reform, no election. Na nisiseme hayo kwenye mkutano huu ambao uko live, yale ambayo yako kwenye ujumbe ule muyafanyie kazi, lakini nataka kuwaambia live kabisa, na kama watawala wanasikia wasikie, jambo hili la mapambano ya no reform, no election si jambo la Mheshimiwa Lissu na timu ya uongozi wa taifa peke yake, ni jambo la wanachadema wote. Kwa sababu hiyo, sisi viongozi wa kitaifa hatuzuii wanawake. Mtakaporudi huko mnapokwenda, mkiamua kufanya matukio ya ndani ya no reform, no election, kafanyeni, msisubiri maelekezo zaidi ya taifa. Mkiamua kufanya mikutano ya hadhara, kafanyeni, msisubiri maelekezo ya taifa. Mkiamua kukutana na wadau, sisi tunakutana na wadau wa ngazi ya taifa, viongozi wa dini ngazi ya taifa, asasi za kiraia ngazi ya taifa, lakini taasisi ziko mpaka huko chini. Nyinyi katika maeneo yenu kutaneni na wadau, fikisheni ujumbe huu wa no reform, no election. Taarifa za upande wa pili, mambo wanayoyapanga yanakuja haraka sana kwa mamlaka za kichama, ili chama tuweze kushauriana vizuri hatua za kuchukua. Kama mtandao wenu wote ukikusanya taarifa kila mahali na mitandao mingine, hakuna wanachokipanga dhidi yetu hatutakifahamu kabla hawajakitekeleza. Niwape mfano mdogo sana wa faida ya taarifa kwenye mapambano. Wakati wa sakata la mkataba wa bandari, mkataba ule usainiwa kimya kimya. Mkataba ule ukakaa muda mrefu kwa kificho.
Mkataba ule ukapelekwa kwenye kamati ya bunge. Bahati nzuri kwenye kamati ile ya bunge tulikuwa na mbunge wetu Aida Kenan. Aida, naomba usimame. Kwa hiyo Aida, mbunge mmoja katika uchaguzi ambao sisi hatukutambua kama ni uchaguzi, ni uchafuzi wa mwaka 2020. Lakini mbunge mmoja, tone moja, tuna mbunge mmoja tu. Alichokifanya ilikuwa ni kuitoa tu ile nyaraka hadharani. Ndio hilo wimbi la bandari likaanza, kila mtu bandari, 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 bandari. Lakini kama ule usingetoka, tulikuja kusikia bungeni wakati unapitishwa, yaani wakati unaidhinishwa. Nataka kuambia nini? Rose alitolea mfano wa Rosa Parks. Bwana mama mmoja tu aliambiwa nyanyuka kwenye kiti mpishe mtu, akakataa. Matokeo yake akasababisha mabadiliko. Kule Sudan karibuni kabisa 2019 kuna mfano wa mwanamama anaitwa Ala Salah na mapambano ya mwaka 2019 Sudan yaliyosababisha mapinduzi Sudan. Inawezekana tunao wakina Ala Salah hawajaamua kufanya, na kuomba leo uamue kufanya kwa namna yako. Na inawezekana kama mwanadada, mwanamke mwenzenu Mange Kimambi yuko nje nchi, kwa akaunti tu ya Instagram alisababisha polisi wajipange kuandamana nchi nzima, maandamano ya Mange Kimambi, maandamano ya Mange Kimambi. Humo kuna wengi ambao mnaweza, kama mwanamama mmoja, na nampa pole sana kwa kufiwa na baba mzazi Maria Sarungi. Kama mwanamama mmoja tu, day in day out, Twitter na mitandao mingine, mpaka serikali na muinda kila kona. Naamini humo kuna wapambanaji wengi sana. Tunajua kwamba katika mapambano haya yatakuwepo maumivu kwa wachache. Lazima tuwashike mkono hao wachache.